Mgogoro huo tumerudishiwa eka 784 katika shamba la Comac. Na hakuna mgogoro, lakini kwa sasa hivi imeuzwa hilo shamba. Kwa sasa hivi tunashitakiwa kama serikali, wakati tayari hilo shamba limesharudi kijijini. Kwa hiyo tunasumbuliwa na polisi kila siku. Ni ajabu sana mwisho. Nani kalichukua? Amechukua Mwarabu. Amelichukuaje? Amelinunua. Amelinunua wapi? Hatujui, anasema ameuziwa na benki. Angali shamba tayari tumemaliza na miliki familia ya Comac. Na nyaraka zote tunazo mheshimiwa. Kamishna wa ardhi yuko wapi? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalifahamu hili jambo? Hebu mpe maiki. Kweli ukoje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu ni nani huyu? Huyu ni afisa ardhi wa halmashauri. Unalifahamu hili jambo? Hebu mpe maiki atuambie. Hebu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la shamba namba 24 lina hati miliki na walipatiwa ekari anazozisema mlalamikaji. Lakini baadaye mmiliki wa shamba alikubaliana na kijiji kikachukua ekari 700 kati ya hizo ekari 2700. Wameenda mbele, baadaye hilo shamba liko lina mkopo benki. Yule mtu akashindwa kulipa mkopo. Kwa hiyo benki wakaliuza lile shamba. Lakini wakati wanauza lile shamba hawakutoa zile ekari 700 ambazo kijiji walipewa na mwenye shamba. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mgogoro uko hapo kwamba shamba limeuzwa na benki, lakini zile ekari 700 ambazo kijiji walipewa hazikutolewa. Yes. Benki gani wameuza? Bado hawajatoa taarifa vizuri ni benki gani wameuza mheshimiwa. Nani aliyeuza? Benki waliuza. Lile shamba liko na mkopo benki. Kwa hiyo benki alishindwa kulipa mkopo mhusika. Benki wakawa wameuza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba huyu Comac, jamani rudini ndani, tutaita moja moja. Mnanyeshewa wakati sasa hivi tunaongea. Rudini ndani, tutaita mtu mmoja aongee. Huyu rudini ndani mle. Wananchi rudini ndani. Na sasa yaogopi mvua? Haya basi waiteni hata akina mama wasogee hapa. Wale akina mama basi wasogezeni hapa, wajifiche chini hapa wasinyeshewe mvua hapa. Waruhusuni wasogee hapa. Wanaume wasogee kule. Haya wanaume wasogee kwenye turubai lile lingine, ili tusikilize hii hoja moja kwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu Comac ni kwamba alikuwa na shamba katika kijiji cha Robosoit A lenye hati ya ukubwa wa ekari 2000. Sasa kijiji wakalalamika kwamba shamba hilo yaelekea ni kubwa mno. Maana tatizo wakati wanamilikishana huko nyuma walikuwa wanafanya kama makadirio tu. Sasa wakapima. Malalamiko yalipotokea, ofisi ya mkuu wa wilaya ikaagiza kupimwe. Ikaenda ikapimwa. Kulikopimwa ikaonekana kuna ziada ya ekari 700. Kwa hiyo Comac akatakiwa arudishe zile ekari 700 kwa kijiji. Akakubaliana kwamba amezirudisha zile ekari 700 kwa kijiji. Akabaki na zile ekari 2000 ambazo ana hati ya kamishna. Comac baada ya kuwa amerudisha, alikuwa kumbe amekopa benki. Alipokuwa amekopa benki, dhamana amewekea ekari 2700, ni 2787 zile ekari ndio amewekewa dhamana. Kwa hiyo akatokomea, akashindwa kulipa. Benki ilipokuja kuuza
ikauza eneo lote ambalo ni ekari 2787. Imeuza kwa mmiliki mpya anaitwa Saleh, ndio aliyenunua. Sasa Kwa hiyo sasa, mkuu wa wilaya, ndio mtafute mmiliki mpya, mwelekeze zile eka 700 za kijiji zirudi kwa wanakijiji. sawa. Kama yeye ametoa fedha inayolipia na hiyo arudishiwe na yule aliyeuza kitapeli na eneo lisilo lake. Asante. Na tulikuwa tumeshapokea barua, tumemwita, tulikuwa tumeahirisha tu kwa sababu ya ziara hii, na nilihitaji niwaite wote watatu na nitatekeleza hilo. Hizo za wananchi mwambie asilete ugomvi na wananchi. Sawa mkuu. Yeye wao kama watadaiana chenchi wadaiane na yule aliyeuza na eneo la jirani. Sawa. Kwa sababu yeye hati yake anajua, ndio hawezi akaenda akauza na la kijiji. Ndio. Na hivi tunavyomaliza nikishaondoka, kabla hawajaja kesho, nendeni mkaweke mipaka, wananchi waruhusiwe lile eneo lao kuendelea kulitumia. Hatuwezi tukawa tunapoteza muda, tunapotezewa na watu ambao wao wameuziana kitapeli.